Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Serikali ya kijiji cha Nyahembe kilichopo kata ya Kilago katika manispaa ya Kahama mkoa wa Shinyanga imeiomba Tume ya Madini kupitia ofisi ya afisa madini mkazi wa mkoa wa kimadini Kahama kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kuwa mifuko ya mawe inayozalishwa katika mgodi mpya uliobuka hivi karibuni inatolewa ili kuepusha wizi na utoroshaji wa mawe hayo. Ombi hilo limekuja baada ya kuibuka kwa mgodi wa dhahabu katika eneo hilo ambapo wananchi wanahofia kuibiwa mawe yao na hivyo kutofaidika na shughuli za uchimbaji. Mwenyekiti wa kijiji hicho Richard Liatala ameliambia jopo la waandishi wa habari waliofika katika mgodi huo ili kujionea hali halisi ya mfumuko wa madini kwamba mgodi huo umeibuka baada ya leseni ya utafiti ya kampuni ya Mwamba Company Limited kuonekana katika kijiji hicho. Sema kuwa mnamo Machi 21, 2026 wananchi walivamia eneo hilo na kuanza shughuli za uchimbaji bila ya kumtambua mwekezaji huyo. Tangu tarehe 21 humu pakaibuka na uchimbaji wa madini. Nafikiri watu wengi walivamia sehemu kama hii ya Nyahembe kwa kuwa wanapata ambao si kwa kuwa wanaziona, wakawa wengi, watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Basi mimi ilibidi waniite nikaenda sehemu husika kwenye tukio au machimbo. Nilipofika na kweli nikakuta watu wanaendelea na uchimbaji. Liatala aliongeza kuwa mwekezaji wa kampuni hiyo hakuwasiliana na serikali ya kijiji wala kutoa taarifa rasmi kuhusu shughuli za uchimbaji. Hali hii ilisababisha kutokea kwa machafuko ambapo wananchi walikosa ufahamu kuhusu ni nani anawajibika na shughuli hizo. Vile alisisitiza kuwa licha ya mgodi kuendelea na uzalishaji wa mawe, mpaka sasa mifuko ya mawe haijauzwa wala kugawanywa, hali inayotishia kuwepo kwa wizi mkubwa na utoroshaji wa mawe ya dhahabu kwa kuwa wananchi wanaolinda mawe hayo wanategemea ulinzi wa jadi tu na hakuna malipo rasmi kwa wale wanaowalinda. Kijiji changu kimepata msukosuko mwingi. Watu wanachimba mawe hayanunuliwi kwa sababu ya kutokuwa na mwenye leseni. Sasa hapo serikali sijui inafikiriaje. Na hapa Nyahembe kwa kweli ulinzi haupo. Ina maana ulinzi tunatumia ulinzi kama vile wa jadi, kwa jina jingine sungusungu. Na hao wanalinda tu, hawana silaha yoyote ya kuweza kuwakimu watu wao wote kutoka sehemu mbalimbali. Serikali inatakiwa kuchukua hatua ili kuhakikisha wananchi hawawezi kuibiwa mawe yao. Watu wamewekeza fedha zao katika uchimbaji huo na wanahitaji kulipwa kwa haki. Hata hivyo, katibu wa sungusungu wa kijiji cha Nyahembe Lucas Mayunga alieleza kuwa mgodi huo umejaa kundi kubwa la watu wanaojiita manyani na wanakabiliana na changamoto kubwa ya kuhakikisha mawe ya dhahabu hayatoki kwenye eneo hilo kinyume cha sheria. Alisema kuwa wananchi wanapata hasira kubwa kutokana na kukosa malipo kwa muda wa wiki 2 huku ulinzi wa jadi ukiwa unakabiliwa na changamoto nyingi. Mayunga aliomba serikali ichukue hatua za haraka ili kuzuia machafuko zaidi. Kwa hiyo waandishi wa habari, nasema changamoto zilizopo hapa, ulinzi tunaoshughulika nao, hususan kuna kikundi fulani wanajiita manyani, wanatusumbua kwa vile hata walinzi wangu wale vijana wanaolinda patrol na nini kudhibiti wizi, inakuwa ni changamoto kwa sababu hawana vifaa hata vya kulindia. Kwa hiyo naiomba serikali ya Mama Samia kama naijua ilivyosikia italishughulikia hili swala hili ili wananchi waliopo hapa wapate mahitaji yao. Pia alisisitiza kuwa ni muhimu
kuruhusiwa kikundi cha wachimbaji wenye uzoefu na masuala ya madini ili kiweze kusimamia shughuli za uchimbaji na kuhakikisha serikali inapata maduhuri. Aliongeza kuwa mzozo uliopo kati ya wawekezaji na wananchi unahitaji kutatuliwa haraka ili wananchi wa Nyahembe waweze kunufaika na neema hii ya madini. Kwa upande wao, wananchi wa kijiji cha Nyahembe wamepokea kwa ukali kitendo cha mwekezaji Mwamba Company Limited kutofahamika wala kutambulika rasmi kama mmiliki wa leseni ya uchimbaji, hali inayosababisha wasiwasi miongoni mwao. Mawe hayo hapo, waandishi wa habari, nashangaa mpaka sasa hivi hatuoni mgao. Najiuliza, ofisi ya madini haipo? Alishasafiri? Kuna nini kule? Si tunakula nini? Tunaishije? Tumetekeleza, yani familia tumeziacha mpaka sasa hivi, lakini mgao haupo. Kila siku tunaahidiwa, hatuoni. Kuna nini huko kwenye pazia? Ni nini kilicho huko? Waandishi wa habari, sisi hatuwezi tukamsingizia Samia. Samia hana akili kama hizo. Ni utilitimba tu ambao unaofanyika. Kwa jina naitwa Rahma Juma Kazungu, mkazi wa Nyahembe na ni mama ntilie wa mgodi wa Nyahembe. Changamoto ya mgodi huu ni mgao, na changamoto nyingine ya pili pia kwa wafanyabiashara sisi wana mama ntilie ni biashara inavyoenda taratibu sana kulingana na mgao kukosekana. Madam mgao ungepatikana, pesa ingepatikana. Changamoto hii inatokana kwa wafanyabiashara wote, sio mimi tu peke yangu, labda ndio chakula hakiendi au sipati pesa kwa mimi, hapana, kwa wote, jamii nzima tunazunguka ndani ya mgodi wa Nyahembe. Pia wanaofanya kazi wachimbaji wana changamoto kubwa, kwa sababu unakuta mchimbaji anafanya kazi anakosa pesa ile ya kuja kujikimu kushiba, atoe wapi pesa ya kula, anakosa, anaishia kuja tu kufanya mama ntilie, naomba unikopeshe chakula nitaleta pesa, kisha mkopesha tu umuoni tena. Kwa majina naitwa Milka Samuel, napatikana hapa Nyahembe. Mimi ni mfanyabiashara Bugota na pia najihusisha katika kununua fero pamoja na mawe. Kwa kiasi kikubwa, nia yetu kubwa sisi tunaomba serikali iangalie hapa kwa jicho. Pesa zetu ziko hapa. Kwa hiyo muda mwingi tunakuja hapa kila siku. Kwanza tunachoma nauli zetu, lakini pia pesa iko hapa. Kwa hiyo tunajikuta tunakuja kila siku. Kwa hiyo zile hela mgao haufanyiki. Kwa hiyo tunajikuta tunaumia sisi kama wafanyabiashara. Unaona? Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie hili jambo. Jina letu ni Makibacha. Mama, tunakuomba kwenye serikali yako, sisi kama wanawake wenzio tunateseka huku tulipo. Watoto wanahitajika kwenda shule, lakini biashara hakuna, vyakula tunamwaga kila leo. Tulikuwa tunaomba kama mama yetu tusaidie, kwa sababu kunapokuwa na mgao huku hata sisi tutapata riziki, lakini kama hakuna mgao hatuwezi kupata riziki. Tunakuomba hata sekta za madini, angalieni, sisi tumekuwapo chini tunateseka. Leo umepika chakula kilo 5 zimebaki, kesho nyumbani wanakula nini? Kesho nyumbani watafanya nini? Watoto wanahitajika kwenda shule, tunapeleka ada na nini? Mama, tusikilize kilio chetu, tunakuomba mama yetu, wewe ni mwanamke mwenzetu, tunaomba ingilia kati hili swala ili tuweze kufanikisha na sisi malengo yetu. Naitwa Happiness Sefu kutokea mgodi wa Nyahembe. Kero za sisi mama ntilie kutokana na mgodi wetu wa Nyahembe, jamani, zinatumiza sana. Kwa upande mwingine kwa wachimbaji, maana unakuta mchimbaji wakati wa kwanza alikuwa ni mteja wako, maana anapambana kutafuta pesa kukizi mahitaji yake, lakini kwa baadaye unakuta anafeli kutokana na changamoto za huu mgodi wetu. Sawa, hali yenyewe tunaiona, wachimbaji hawajapata mgao, mtu ana hela anakuja kulalamika, dada naomba nikopeshe chakula. Mpaka sisi mama ntilie tunafika hatua tunakosa mitaji, tunaenda kubebwa. Mohab TV, Kahama.